السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baadakum hamidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunaendelea kukumbushana masala mbalimbali yanayotaalaki na somo yetu. Leo tulisema tukijaliwa kwa uchache tutazungumzia masala ya qutratul aini wal anfi wal udhun wal anfi lis-sa'im, kwamba nini hukumu ya kuweka vitone vya dawa katika jicho, katika sikio na pia katika pua. Hukumu yake ni nini? Allah akituwafikia pia tukazungumza masala ya bakhakh. Bakhakh maana yake ni ile dawa wanaotumia wenzetu wenye tatizo la pumu, athma. Wanachuoni wanasema hukumu ya kudoneleza vitone ima katika macho kama tunavyojua, au sikio au pua kwa ajili ya matibabu, kwamba yatawakafu, inasangalia kwa kuchukuliwa kwamba sehemu ya sikio au sehemu ya jicho, hukumu yake, je, hiyo ni manfadh maftuh au yujiha manfadh maftuh am la? Maana ile jicho kwanza mafukaha wanahesabu ni tundu ambalo limeumbwa maumbile yake linafunguka au vipi. Na vile vile inaweza ikaingia masala ya kutia wanja pia. Je, hili jambo inakuwaje? Ulama wanasema baadhi ulama anna qutrat aini la tuftiru, ile kutia tone katika jicho haifungui. Miongoni katika Sheikh Mahmud Shartuti katika wanachuoni wakubwa na Sheikh Muhammad Hassan Hitu pia katika ulama wa Kishafi'i, na wanasema kwamba kuhli na kutia kitone vina tofauti, kwamba inda imatil arba wa ghairu faqala manasuhu yajuzu lis-saimi, inafaa kwa mtu aliyofunga ayaktahila, kutia wanja bijamii anwa'i al-kuhli, kwa aina zote za wanja, wala yuftiru bidhalika, na wala hafunguzi kwa hilo, sawa wajada ta'amahu fi haqqihi am la, sawa amepata ile ladha ya ule wanja kwenye koo lake au hajapata. Maulama wote wanne wamesema kwamba haifunguzi. Lianna aina, kwa sababu gani? Illa waliochukua, lianna aina laysati bijawf wala yujadu minha manfadh maftuh ila alhalq. Sasa hiyo ndo namna walofutwa hao, lakini kama illa imethibitika kwamba itafika kwenye halqi, hukumu ni pale pale wao, kwa sababu kipindi chao iktishafati zikuwa nyingi. Kwa hiyo sasa hivi tukigundua kwamba mtu akitumia kuhli au akiweka vitone vya dawa kwenye jicho vitafika ile test yake atahisi kwenye koo, basi atakuwa amefunguza, kwa sababu ila kwamba wanasema jicho sio katika matundu yaliokuwa wazi, laysa manfadh maftuh, sio katika tundu yaliokuwa wazi. Wama yasil min alhalqi fana min ta'mi al-iktihali, wakagawanyika, ambayo itakuwa sasa ile ladha sasa kwa kutia jichoni ikafika, au akafanya taktir akadondosha vitone fil aini, inma huwa yatasharrabu al-masani kama huwa maarufu, la an tariki manfadh maftuh. Hilo inakuwa ile masama kivinyweleo, kama itakuwa unaona hisi kwamba ile dawa au kuhli imefika kooni, itakuwa imefika kwa njia nini ya sharbul masami,
vinyweleo kuwa vinavuta. Na fatwa hii ndio wamemili sana madhhabu Shafi'ia wa Abu Hanifa, Imam Auza'i wa Daud al-Zahiri. Wa dhahaba Imam Malik wal Imam Ahmad ila karahati al-iktihal, kuona kwamba ni karaha kufanya iktihal, kutia wanja wakati mchana nini wa Ramadhani. Imam Malik na Ahmad bin Hanbal kwamba ni karaha illa yasil ila al-halq, ikiwa haijafika katika koo. Illa yasil ila al-halq, ikiwa haijafika katika koo. Fa in wasala faqad aftara, ikiwa imefika basi imefunguza, ikiwa imefika imefunguza. Kwa hiyo tunapata kuona kwamba kutia kitone katika jicho au kutia wanja katika jicho wamegawanya namna mbili, kwamba kiujumla wanasema kwamba haifunguzi kwa sababu sio tundu ambalo lenye kufunguka kwa asili yake. Lakini wakaangalia kwamba je, baina hii kutia kitone na kutia wanja, kitachofika kooni, kwa mfano tone ikafika ladha yake kooni, au kuhli ikafika kitone chake kooni, hapo ndio kupishana. Hapo ndio walipishana kwamba ikiwa imefika kooni vipi. Kwa hiyo madhhab ya Imam Shafi'i wakasema wao ikiwa haijafika kooni au imefika kooni la miftir, kwa sababu sio maftuh, sio mafadh maftuh. Lakini Imam Malik na Imam Ahmad wao wakasema kwamba ikiwa imefika kooni wamefungua, na ikiwa haijafika hawajafungua. Kwa hiyo ndio hukumu ya kuweka dawa zetu katika macho na pia kupamba jicho kwa ajili ya sunna ya wanja. Hiyo ni kiufupi, lakini wana dalili zao wamejibishana, dalili hii iko vipi iko vipi, Allahu Ta'ala a'lam. Na masala na pia katika udhun kwamba wamekhtalifiana wanachuoni kwamba jumhur ulama min al-Hanafiyya kwamba bisharti an yakuna duhnan la maa, ile taqtiri au tone likiwa limeingia katika sikio na lile sikio halijapasuka, manake ndani kuna tatizo lingine, sikio linakuwa ile tabla ngoma yake imefanyaje, imepasuka, pia hukumu yake bali. Ikiwa ngoma ile imepasuka, wanasema kitachokuwa chochote kimeingia inafunguza. Lakini kama mtu yuko salama, yani masikio yake hajapata tatizo ya nini ya ngoma, ndio hapa sasa ulama wanafanyaje, wanakhtalifiana kwamba ikiwa imeingizwa, inda jumhur ulama min al-Hanafiyya wanasema qatratul udhni inafunguza, ayakuna duhnan la maa, kwamba ikiwa mfano ni mafuta au maji, hapo itakuwa kidogo inasameka. Lakini ikiwa maji, madhhabu Malikia, Shafi'ia na hawa anna qatratul udhni tuftiru as-sa'im, kwamba lile tone anaweka mtu mwenye kufunga inamfunguza. Kwa nini? Kwa sababu udhnu inahesabika ni manfadh maftuh. Sadatu Hanafiyya wao wanasema fi taqtir ma'i fi al-udhun, wamepishana kidogo, kwamba wengine wanasema adamu al-iftar bihi mutlaqan, kama Imam Marghinan yeye anasema kwamba katika Hidayah kwamba huwa alladhi sahahu ghayruhu adamu al-iftar kwa madhhabi ya Khalifa. Ndio maana ukasema kwamba al-jumhur Malikia wa Shafi'ia wal Hanabila wao inafunguza kutia sasa duhunan au maan. Lakini kwa Imam Abi Hanifa yeye kutia taqtiri, kunyunyiza kitu dawa. Tuelewane, kuna dawa, kuna maji au mafuta, vitu hivi tofauti. Wamepishana hapo katika kutia mfano ma fil udhun. Fakhtara al-Marghinan fil Hidayah
wa huwa alladhi sahahu ghayruhu adamu al-iftar, haifunguzi maji. Lakini baadhi ya wanachuoni hiyo katika madhhabu wakasema kwamba kule kupiga mbizi ni sawa amekusudia, kwa hiyo itakuwa na yeye mfanyaje, amefungua yadhuru. Lakini kiujumla wa jumhur ulama, kuingizwa chochote katika sikio ikiwa ni maji au mafuta, basi yote hayo inafanyaje, inafunguza, iwe ni dawa iwe ni nini, kwa sababu tunazungumza kitu qutra. Inna qutrata al-udhuni tuftiru as-sa'ima bi'itibari anna al-udhuna manfadh maftuh, kwa kuzingatia kwamba ni sehemu ya wazi. Kwa kumalizia, kabla sijakamilisha microphone kwa waamini, kwamba kuna masala ya bakhakh. Bakhakh ni ile spray ambayo wanatumia watu wenye pumu kwa ajili pumzi ipate kufunguka. Mtu anapobana ile anatumia bakhakh, alladhi yasamu mardi ar-rabu, inaitwa ar-rabu katika lugha ya Kiarabu, bisababu dhiti tanfis au tanaffus, ile unapumua kwa taabu. Sasa ilivyo kama ina sa'il, ina kitu kinachobujisha, lakinahu athna istimalihi yakhruju ad-dukhan, ndio ulama au yakhruju kal hawa, ile yenyewe ndani inayo yani na maji, ni maji ndani katika ile dawa yenyewe, lakini wakati unai press hivi inakuja hali ya hewa. Sasa hapa ndio wakabishana maulama katika hukumu, wakasema kwamba mtu akiwa mathalani ametumia hiyo na ikawa ndo dawa katika hali ya maradhi yake, ajitahidi asimeze wakati afanye bakhak, lakini asimeze ile mate, yani kwa muda ayateme. Akiwa atameza saumu yake batil, kwa sababu kuna uyevyevu ambao unapatikana katika kutumia hiyo. Na ikitokezea kwa mfano ndio hali imekuwa ngumu zaidi katika kutumia, kwa sababu mimbana na hivi kumnusuru, je, afungue ili saumu yake atumie kwa uzuri aje kulipa? Baadhi wao wamesema anasameheka, mwacha atumie kwa kufungua tanafus na atasameheka, haitomdhuru hata ikitokezea mimeza, kwa sababu katika hali ya kuzidiwa. Lakini kama anaweza kutoa ile bakhakh nje, kutema mate, ni bora, kwa sababu hawajafikiana kwamba kweli inatengeneza jirmu, inatengeneza kitu ni katika mambo ya ihtiyati. Wakasema wakati anaipress ile huenda imeweka chembe kwa uzuri, yani mate ayateme na wala asiameze. Hiyo ndo hukumu ya kutumia bakhakh, Allahu ta'ala alam. Lakini siku hizi kuna vingine unaweza kama kidongo unaweza kuweka kwenye ulimi afu chenyewe kinatoa moshi kama kinatoa mvuke hivi, ile maulama mubashara tena wamesema haiswihi, kwa sababu ni tayari ile saili yake au ile urojorojo wake au maji yake yatakuwa yanagusa ulimi, na hapo itakuwa umefungua ikipita kitu kwenda ndani, kwa sababu kama haijaenda inachukua hukumu ya dhauqu ta'am, kama haijaenda ndani inachukua hukumu ya dhauqu ta'am. Allahu ta'ala alam.